Msikilizaji, nilivyokujuza kwamba leo hii ni siku ya redio duniani, na kama ilivyo ada, ilivyo desturi, tunataka kuzungumzia masuala mengi zaidi tupate kufahamu kuhusiana na masuala ya redio. Na hii leo mgeni wangu ni mgeni ambaye amekuwa katika tasnia ya uandishi wa habari katika masuala ya redio kwa muda mrefu sana, mgeni ambaye umemsikia kwa muda mrefu sana, lakini wengi hutamani kumsikia sana, lakini upata vijisekunde vya kumsikiliza. Leo tuko naye hapa katika studio zetu za Sifa FM, Bi Pamela Omodo. Huyu ni mzalishaji wa vipindi na vile vile amekuwa mkurugenzi wa vituo vya Sifa FM nchini Kenya. Vile vile amekuwa meneja mkuu wa kituo hiki cha Sifa FM, na sasa vile vile anazalisha kipindi, na tutakuwa tutufahamisha zaidi kuhusiana na uzalishaji wa vipindi. Karibu sana Bi Pamela Omodo katika kipindi cha Sifa Asubuhi. Asante sana. Ni furaha yangu kuwa nawe katika kipindi chetu cha hii leo, ili tukapate kuzungumza na kujua safari yako ya redio imekuwa namna gani. Kabla ya hivyo, labda tungepata kufahamu, manake msikilizaji wangu amekujua sana, na mimi vile vile nakumbuka wakati nilianza kusikia jina Pamela Omodo, nafikiri ilikuwa mchanga sana katika kipindi kile cha Neno Litaendelea. Sasa wengi hujua tu wewe umekuwa KBC, umekuwa hawajui kitu kingine zaidi. Labda tuanze tu kwa kufahamu historia yako kidogo, masuala ya redio, ulianzia wapi masuala ya redio? Mimi katika safari yangu ya kufanya kazi na ministry ya redio, ndio hiyo ni kama ministry huduma huduma ya Mungu, Dio, kupitia kwa redio. Nimeanza pale Transworld Radio, na hiyo ilikuwa ni 1991 mwaka 1991. Yes. So hapo ndio nilianza kufanya kazi pale Transworld Radio. Na hasa ambacho nilianza kufanya ilikuwa inaitwa script writing. Niliandikwa kazi kufanya kazi ya script writing kwa utayarishaji wa kipindi kilikuwa kinaitwa Africa Challenge. Ndio. So nikawa ninaandika hizo scripts, ninapatia editor, editor anazipitia, ndio, anaendelea na hiyo series ya kipindi kutengenezwa. Ndio. Na hivyo tu ndivyo nilianza kama script writer for features. So ulianza kama mwandishi, na ulikuwa unaandika sana sana script za makala. Yes. Labda kichocheo chako kikubwa, kabla tuanze kuingia ndani, kichocheo chako kikubwa cha kuingia katika redio? Manake wengine watauliza mbona redio? Nilikuwa napenda sana kusikiza redio. Ndio. Especially drama. Zile zilikuwa za redio. Mamangu alikuwa anapenda redio sana. Akisikiza, sisi kama watoto wake tunakusanyika pamoja na yeye tunasikiza. Na siku hizo ilikuwa ni KBC. Ndio. In fact ilikuwa ni VOK. Voice of Kenya. Ndio. So Voice of Kenya ilikuwa na peperusha series za drama. Ndio. Ambazo zilikuwa ni zinaaminika kabisa. Ukisikiza unaona kweli ni kitu kinaendelea, watu wanaongea, ni kweli huyo ni mama, huyo ni baba, anaongelesha watoto. Na pia kile kipindi cha watoto, naam, kila Saturday kilikuwa kinaletwa kwetu, na alikuwa anaitwaje yule mama? Elizabeth. Yes. Ndio. Elizabeth Omolo. Yes. Ndio. So vipindi kama hivyo vilikuwa ni vinavutia sana. So ile tu hali ya kusikiza, na unasikia ni kama alikuwa anajua sana kuongea, ni wanakufanya unajisikia ni kama uko pale ndani. Uko ndani ya redio. Ama uko katika ile hali ambayo wanaongelelea. Ndio. So hiyo ku make believe, yani radio, uwezo wa redio kukufanya uone kama kwamba
uko pale. Ndio. Hiyo kabisa ndio ilinivutia kazi ya redio. Ukajikuta kwenye redio kule Transworld Radio mnamo mwaka 1991. Umezungumzia kwamba ulianzia pale Transworld Radio katika kuandika script. Labda baada ya kuandika script, manake Wakenya wengi, si wakazi wa kaunti hizi zetu za Pwani tu, Wakenya wengi walijua Pamela anafanya KBC pale. Tutafika hapo, lakini baada ya kuandika script writing, labda ulifanya kwa muda gani ndio ukapiga hatua nyingine? So baada ya kuandika scripts za redio, na pia nikawa ninafanya follow up ya wasikilizaji wa kipindi cha Africa Challenge. Kipindi ambacho kilikuwa kinaangazia development issues ambazo zina affect the continent of Africa. Zilikuwa zina affect the whole of Africa. So ikawa kuna pia sehemu nyingine ambayo nilipewa jukumu la kufanya. Ilikuwa ni kufanya follow up ya wasikilizaji ambao walikuwa wanasikiza kipindi cha Africa Challenge. Wanaandika barua na mimi nilikuwa na wajibu na najibu hizo barua na pia nilikuwa na wapatia notes, na wapatia vile wamesema. Wengine wanataka wapewe notes za kipindi fulani kama rearing rabbits. So mtu anasema nilisikiza kile kipindi nikapenda sana, tafadhali ni kama unaweza kunitumia zile notes. So ndikuwa tena narudi back to the scripts and then come up with the notes ili nitumie wasikilizaji kulingana na vile walikuwa wameitisha. So kutoka hapo sasa nikawa nimeendelea tu kwa miaka kadhaa. Labda kabla uendelee, hii tuelezee kitambo, manake wanasema kwamba ilikuwa ni kuandika. Unajua kitambo simu zilikuwa balaa. Ulikuwa unawezaje kuenda kuchukua zile notes? Unaenda kuwatafuta physically moja kwa moja, ama ulikuwa unafanyaje hiyo kazi? So kazi nyingi ilikuwa typewritten. Na Transworld Radio hatukuwa na typewriter za kutosha kila mfanyikazi. Kwa hivyo nilikuwa naandika na handwriting, double space. Kwa mkono? Yes, kwa mkono. Unapewa notebook. Ukimaliza notebook unaenda tena unapewa kingine hivyo. Na kalamu pia uko nayo. Kwa hivyo tulikuwa tunaandika na mikono, alafu tunapatiana kwa secretaries. So secretaries walikuwa kadhaa. So hao walikuwa kazi yao wameandikwa kufanya kazi ya kutype hizo scripts. Part of what they were doing apart from kukuwa secretary wa the managers, wao pia walikuwa na type zile scripts. So katika typing zile scripts ikawa inabidi ya kwamba nichukue zile scripts nizipitie, niandike tena handwriting, nitengeneze notes out of the script ili tena nirudishe kwa wale wa typewriting, the secretaries. Wa type zile notes, kwa sababu hatuwezi kutumia msikilizaji ikiwa katika format ya script. Ndio. Lazima mpatie kitu ambacho kinaweza kumsaidia moja kwa moja. Tutazungumzia hapo utofauti kuhusiana na hii redio kitambo na redio siku hizi, na labda utakuja kutuelezea zaidi hilo. Lakini ulipotoka kwa kuandika script, labda hatua yako nyingine katika redio, manake ni miaka 35 umekuwa katika redio. Ndio. So kukatokea na kiongozi mwingine wa Transworld Radio. Akaja na akasema hii mambo ya huyu ni script writer, huyu ni editor, huyu ni anafanya hizi kazi mbalimbali vile zimekuwa divided, hakutakuwa na kitu kama hicho. Kila mtu lazima atapitia, kila staff atapitia mafunzo ya kutengeneza kipindi kutoka scratch. Uanze utafute hiyo idea, ufanye research. Ukimaliza kufanya research, uende research office, utafute kama kuna any information, ama uende kwa library ya ofisi, uangalie kama kuna vitabu ama booklets, ama uende Kenya Bureau of Statistics, tafuta statistics, whatever it took. Ufanye hivyo,
tafuta ni nani uta interview, ndio utahoji, ndio uende umhoji, uchukue machine za kuhoji, siku hizo zilikuwa ni za cassette, uende umhoji, ukitoka kumhoji uje na urekodi na real tape recorder, ndio alafu ufanye editing, usikize zile sehemu ambazo tamu zile unataka kutumia, umeandika script, unaandika script, kishaandika script, unataka kuingiza zile sehemu za sauti, ulikuwa maybe unaminterview mtu kuhusu kutunza sungura, kutunza sungura, ndio so unataka hiyo sauti yake ije pale akianza kusema sungura, nyama ya sungura ni tamu sana, ndio sasa unatafuta hiyo sehemu, alafu ukate, ndio ili uchukue kile kipande ambacho kinasema yale maneno ambayo unataka yasikike, ndio na yale mengine uyatupilie mbali. Kwa hivyo ikawa ni kazi ni hiyo, ufanye hiyo yote, ndio utafute muziki ni gani, which music itaenda na hiyo program, ndio kama ni maybe kipindi kinaangazia hali ya watoto, chakula cha watoto, kulikuwa na wimbo wa Mbaraka Mwinshehe, wimbo tulikuwa tunapenda sana kuucheza kwa sababu ya maneno yake. Ndio. Wimbo ulikuwa unaitwa Mama Chakula Bora. Kwa hivyo ucheze appropriate music, ndio, ambayo inaendana na hiyo topic ambayo unaangazia. Ndio. After that kipindi kitakuwa tayari, alafu sasa upeane kwa editor watasikiza, waone kiko sawa, kama Ndio. kuna issue utarudishiwa, uambiwe vile utafanya, alafu urudishe tena. Hapo unasema umetengeneza kipindi kimoja. Yes. Umekamilisha kazi yako. Na labda ilikuwa na kuchukua muda gani kutengeneza, manake umezungumza mambo ya kaseti, mambo ya kwenda kufanya utafiti, masuala kama hayo, kuunganisha, kuandika script, inakuchukua muda gani? Ilikuwa inachukua muda gani? Wiki moja. So hicho ni kipindi kimoja? Yes, 1 week. Tutafika pahali ambapo tutazungumzia kuhusiana na vipindi vya neno litaendelea, manake umetengeneza karibu Biblia nzima. Tutafika hapo. Utueleze, manake umesema kipindi kimoja ni wiki moja. Hiyo ilikuwa sasa ni kipindi cha Africa Challenge. Kumbuka hapo nikitoka katika ile kazi ya kutengeneza script, sasa nikapewa cheo. Sasa tukaambiwa wote tu, tulikuwa wengi, tukaambiwa sasa hii story ya ati uona andika script peke yake hakuna. Wewe andika script, enda kwa studio, tafuta mtu wa kuinterview, lete interview, edit, fanya kila kitu, peana kipindi kikiwa kimekamilika. Sasa nikaanza kujifunza mambo ya production. So umefanya hiyo kazi ya vipindi, sasa labda ni muda gani kufikia hiyo wakati ambapo unaanza kuproduce vipindi wakati huo? Nilikuwa nimefanya kama script writing, nilifanya kama miaka miwili, and kabla ya hapo nilikuwa nimefanya kama freelancer. Okay. Ambapo pia tulikuwa tunaenda tunapewa kazi. Ndio. Unaenda nyumbani, unaandika scripts, alafu unarudisha, unalipwa, unapewa kazi nyingine, hivyo. But sasa nikishaajiriwa, ambapo niliajiriwa 1991, ndio nikaajiriwa officially kama staff wa Transworld Radio. Nilikuwa ni hiyo script writing. So hiyo nilifanya miaka miwili, and then nikaingia katika kazi ya kufanya production. Hapo nikaanza 1993 mpaka 1995. So mwaka 1993 ukaanza sasa kwa kuzalisha vipindi. Labda vipindi hivyo vilikuwa ni vipindi vya aina gani? Vilikuwa vipindi vya Africa Challenge kwanza. Ndio. Ambacho ndio kipindi kilifanya hata nikaajiriwa kazi. And then kukawa na kipindi kingine kinaitwa Tumaini. Tumaini la kina mama. Ndio. Alafu hapo vilikuwa viwili tu hivyo. Hivyo ndio vipindi ambavyo ulikuwa unazalisha. Labda ulifanya hiyo kazi ya hivyo vipindi vingine kwa muda gani? Sasa hivyo vipindi viwili nikafanya kwa miaka kama ngapi hivi? Miaka kama
3 yeah, Okay. kama 3 years. And then sasa kutoka hapo nikapewa cheo tena, nikapata cheo, nikakuwa an executive, not executive, nikakuwa full-fledged senior producer. Yeah. Umeajiriwa na Transworld Radio? Yes, nimeajiriwa bado tu na Transworld Radio. So hapo sasa kama senior producer, unajua sasa unaweza kufanya na freelancers. Ndio. Unaweza kufanya na attachees, wale wamekuja kufanya attachment, unaweza kufanya kazi na wao. Kwa hivyo nikaendelea hivyo hivyo. Ndio. Ukasonga mbele, labda at what point ambapo ulijipata kwamba unazalisha kipindi ambacho kilikupatia umaarufu Kenya nzima na labda Afrika Mashariki, manake KBC ilikuwa nasikilizwa na mataifa ya Afrika Mashariki. Kipindi cha Neno Litaendelea, ulijipata vipi katika hichi kipindi cha Neno Litaendelea? Hata kabla sijaanza kipindi cha Neno Litaendelea, ndio nikapanda cheo tena. Okay. Nikatoka katika ile cheo ya senior producer, ndio nikapewa cheo cha executive radio producer. Labda hicho ni cheo cha aina gani? Executive radio producer stroke head of Swahili department. So sasa ikawa vipindi vyote vya Transworld Radio ndio ambavyo vinatumia lugha ya Kiswahili nilikuwa nimevisimamia. Yes. So ukafanya kazi hiyo kusimamia kwa muda gani sasa vipindi hivyo vya Transworld? Nikafanya mpaka 2005. Yeah, kama miaka ngapi hivyo, miaka kama zingine kama 16 hivi. Tangia mwaka 2005. Yes. So while nikiwa katika hiyo sehemu ya executive radio producer na head of Swahili department, sasa hapo ndio nikajipata niko na kipindi cha Neno Litaendelea. Nikapewa sasa mimi binafsi, apart from kusimamia vile vipindi vingine, ndio sasa nimesimamia, nina produce kipindi cha Neno Litaendelea. Mwaka 1998 1998 mwaka 1998 ndio nikapata kupewa hiyo program ya Neno Litaendelea. Ndio mwanzilishi wa hicho kipindi alikuwa anaitwa Mrs. Nelly Kiiru. Okay. Yeye ndiye alianza kipindi na akaendelea nacho kidogo tu. Ndio. Alafu akapata akaondoka. So alipoondoka sasa ikakuwa ni watafute ni nani ataendesha hichi kipindi. Ndio nikapewa hiyo jukumu la kuendelesha kipindi cha Neno. So maisha yangu ikawa ni kutayarisha vipindi 5. Kumbuka nilikuwa natayarisha kimoja kwa wiki. Sasa ikawa hivi ni 5. Lakini kile kimoja kilikuwa ni development program ambayo ilikuwa ni magazine program. Iko na sehemu nyingi unatayarisha vitu kadhaa vya kuweka kwa kipindi kimoja. Lakini Neno program ni devotional. Ilikuwa ni sauti, ni rekodi mchungaji na mimi pia ni jirekodi, niunganishe zile sauti pamoja na pia nitafute wimbo ambao utaambatana na kipindi. Labda how was it kwako kufanya kile kipindi cha Neno Litaendelea? Manake si kipindi tu, bali ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya Biblia. Kabla ya vile nilikuwa recruited ndio kuanza kutengeneza hichi kipindi, kuna tahadhari fulani ambazo nilipewa, ambazo pia hupatianwa kwa mchungaji yeyote ambaye anaendesha hicho kipindi cha Neno. Ndio. So tukapitia mafunzo fulani, briefing. Ndio. Jinsi hiki kipindi kinaendelea na vile utakiendesha na mambo ambayo utatarajia wakati unachokuwa unakiendeleza. Na kitu kimoja ambacho nakumbuka vizuri sana tukiambiwa kuhusu hiki kipindi ni kuwa
ni kipindi cha kiroho. Kwa hivyo vita, kwa sababu ni kama kushambulia, ndio kweli, ile ufalme wa giza. Ndio. Kwa hivyo vita kwa vingi. So hiyo ilikuwa ni tahadhari kweli. Na tukawa tumeulizwa kila mtu, mimi pamoja na wale wachungaji, mchungaji yeyote ambaye ashawahi kufanya kipindi cha neno, ndio, kwanza utaulizwa, uko na kanisa, lazima upate backing of your church. Mchungaji apate backing ya kanisa pale anaenda kanisani, na mimi kama producer pia nipate backing of my church. Ndio. Kanisa pale ninaenda lazima wakubali ya kwamba watakuwa wananiombea, wataniback na maombi. Ndio. My spiritual nourishment na spiritual backing itatoka kwao. Kwa hivyo it involved not only me but even kanisa pahali nilikuwa na shiriki. Yeah. So hiyo ikawa ni tahadhari ya kwanza. Ya pili ilikuwa ni ya kwamba hichi kipindi kinajulikana, kishawahi kufanywa kwa lugha nyingine ambazo si Kiswahili, nchi za nje ambapo si nchi ya Kenya. Kweli. Na katika ile vile mwenendo wa hiyo kipindi kutaweza kutokea na pride, yani majivuno. Ndio, kweli kabisa, ndio. Kwa sababu kipindi pahali popote kipindi cha neno kimetangazwa, ndio, inaenda na inakuwa very famous. Kweli kabisa. Kipindi kinaenda na kinashika na kinaanza kuwa sasa ni utajipata ni kama uko celebrity. Kweli, unajulikana sana. Yeah, unajulikana sana, unakuwa public figure. Kweli. So tukawa tumepewa hiyo tahadhari. When that happens, hiyo ikifanyika, utajipata ukianza kusikia ni kama ni wewe sasa. Ndio. Kwa hivyo hizo zilikuwa ni tahadhari tulipewa. Yeah. Kwa hivyo tukawa tunafanya kipindi, vita ni vingi, very many battles. Saa zingine mchungaji ni mgonjwa, saa zingine sauti imeenda na kipindi lazima kiendelee. Ndio. Kumbuka neno litaendelea. Na tukisema neno litaendelea inamaanisha kesho masaa kama hiyo lazima liendelee. Neno lazima liendelee. Ndio. Kwa hivyo pia tukaambiwa ya kwamba hakuna kipindi kitaenda hewani live. Kitakuwa recorded. Lazima kirekodiwe. Na kurekodiwa si kipindi kimoja. Tutarekodi vipindi vya miezi 3 kila siku. Kwanza vikue vipindi vya miezi 3 ndio kianze kwenda. Ndio kianze kipindi cha kwanza kiende hewani. Kwa hivyo hapo tunasema ni ya kwamba vipindi 90 ndio lazima viwe vimetayarishwa, viko tayari. Ndicho kipindi cha neno kiende hewani. Kwa nini? Kwa sababu ya zile tahadhari. Ndio. Mchungaji anaweza kuwa mgonjwa, lakini neno lazima liendelee. Mimi naweza kuwa mgonjwa ama naweza kwenda leave ama naweza kitu chochote niende nipate safari ya ghafla, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo vitu kama hivyo vilitupata tukiwa tunatayarisha kile kipindi cha neno. Tuzungumzie baada ya kupata hiyo kazi ya kuanza kutayarisha hivi vipindi vya neno, finally ukatayarisha vipindi vya miezi 3. Kipindi chako cha kwanza kikakwenda hewani. Ulihisi namna gani kwamba kipindi hicho kinakwenda na hausikiki tu bali ambapo ulikuwa unatayarisha vile vipindi vingine bali Kenya nzima? Nakwambia ilikuwa ni siku ya furaha. Kwa sababu nilianza kupata simu kutoka kwa watu wa ukoo nyumbani. Ndio. Watu wananipigia simu, wananiuliza huyu ni Pamela Omodo ambaye tunamjua ama ni mwingine? Ama ni Pamela mwingine. Ndio. Mzee wangu pia akaanza kupata simu. Anapigiwa simu. Ni mke wako ama ni mtu mwingine tofauti. Sasa hiyo yote unaanza kusikia wow. Ndio. Unasikia vizuri, yani watu wamesikiza. Ukienda nyumbani kabisa, nyumbani rural areas, kule shambani, unapata watu wameweka radio full blast,
wakiwa pale shambani. Ukiingia kanisa lolote, ndio, sehemu yoyote, sokoni yoyote. Nakumbuka kuna wakati tulikuwa tuko safarini, ndio, tunaenda Western Kenya. Tukapitia Eldoret. So kuingia Eldoret, ndio, sokoni, tukauliza tu kama kuna yeyote anasikiza kipindi cha Neno. Ndio. Na kuambia karibu soko nzima Kila mtu alikuwa anajua hicho kipindi. Wakaanza kuitana. Mwenye kipindi ndio huyu. Wakati mwingine tena tukiwa tu katika safari, ndio, ya kukutana na wasikilizaji, tukasema acha tupitie Narok. Tukaingia kanisa moja pale Narok, ilikuwa ni Sunday. Tukaingia kanisa, hawatujui, ndio, hatuwajui. But tukajitambulisha, wakatupatia nafasi ya kusalimia, ndio, the congregation. Tulipouliza ni wangapi wanasikiza kipindi cha Neno, kanisa lote nzima watu wanaanza kupiga bincha, watu wanaanza kushangilia, wanaanza kupiga makofi. Ndio. Na tukitoka pale sasa ni lazima ni kama nipewe security, usalama, manake sasa watu wanakuja wananizingira, ninakosa hata pumzi ya kupumua. Kwa hivyo ikaanza kunipatia picha nyingine, ile ya kwani hii sasa itakuwa namna gani? Maisha yangu imeshakuwa like I'm a public person. Ndio. Unaona? So nikaanza sasa kuwa very careful. But sasa kuna wengine pia ambao wakiona jina tu, hata ninasafiri, ninanunua tikiti ya gari, ama tikiti ya ndege, ndio, wakiona jina wanaanza wanataka kunisalimia tena. Wanajua ili jina tutalisikia sana, ni wewe. Ndio. So ikawa ni mambo kama hayo. Ndio. Nikienda kutafuta nyumba, maybe unatafuta nyumba pahali pa kuishi, ndio, mtu anasikia ni Pamela Omodo, ananiambia wewe ndio yule, wewe ndio huyo, wewe ndio mtayarishaji wa kipindi cha Neno. Ndio. Na sema niambia wewe, acha nikupatie room fulani, nikupatie nyumba ile special. So kuna vitu vizuri vitamu nilipata kuenjoy, ama bado ninaenjoy kupitia kipindi cha Neno, na kuna pia vingine ambavyo si vizuri sana. Ndio. Kwa hivyo inagonga kote positive and negative. Tusalie hapo katika hicho kipindi, manake ulikusha patiwa tahadhari ya kwanza kwamba hivi ni vita, utakuwa unapigana vita vya giza. Tahadhari ya pili ulipoambiwa kwamba utapata umaarufu. Hivi vyote vimekuja, manake tumezungumzia umaarufu sasa, jinsi ulivyo kwenda pale Eldoret, inakuwa vigumu hata wewe, umaarufu umekuja, unakwenda kwa nyumba, inakuwa tatizo. Uliweza kuvimudu vipi hali kama hiyo wakati huo, ili kuhakikisha kwamba unakuwa bado wewe ni Pamela Omodo, na zaidi ya yote vile vile kazi inaendelea? Ilibidi nikuwe mtu ambaye niko private kidogo. Ndio. Because singeweza kusema kwamba I can afford security. Ndio. So ikabidi niwe private. Ndio. Ikabidi kuna sehemu nikienda, itabidi nitumie majina mengine. Ndio. Nitumie majina ambayo, lakini wengine pia kwa kusikiza sauti tu walikuwa tena wananiuliza. Ndio. Wanasema hii sauti hapana. Wewe ni sasa, nikisikia hivyo inakuwa ni vigumu. Ndio. But all in all, ikabidi sasa nikuwe very careful where I go, because hii inahusiana na people who are public figures. Kweli. Kuna swali hapo, manake kwa faida tu ya msikilizaji wetu, manake kuna yule alikuwa anakusikiliza katika hicho kipindi cha Neno litaendelea kule KBC. Siku hizi bado Sifa Asubuhi, kipindi cha Neno litaendelea, kinakuwa kuanzia majira ya saa 12:05, kitakuwa hadi majira ya saa 12:35. Kwingine kuna redio zingine, labda kuna huyu msikilizaji haelewi unakuaje KBC tena huko Sifa tena huko sijui ni Sule, labda ujaribu kumwelezea huyu msikilizaji akapata kuelewa jinsi vipindi hivyo vilivyokuwa vitachezwa. Asante. Ndio. Wacha nikukumbushe msikilizaji ya kwamba kipindi cha Neno kilianza wakati ambapo bado hatukuwa na FM.
Kweli. Hakukuwa na hizi FM stations nyingi ambazo tuko nazo siku hizi. Kwa hivyo ilikuwa ni KBC na Kweli. ni KBC mama, baba na watoto. Kweli kabisa. Ilikuwa ni KBC. Kweli. Kwa hivyo KBC ilikuwa inasikika kote nchini. Ndio. Na ikawa ni Transworld Radio ndio watayarishaji wa kipindi cha Neno. Ndio. But kutayarisha mpaka kiwe tayari, kumbuka zile recordings. Ndio. Ni record mchungaji, nikisha mrekodi, Ndio. nifanye editing, ni mimi mwenyewe nijirekodi, niweke muziki, nitengeneze full program. Ndio. Hasa kipindi kikiwa kabisa kiko full, complete. Hicho kipindi ambacho kiko complete ilikuwa ni kipelekwe KBC physically, libebe ama mwingine driver bebe kipindi apeleke KBC. Kwa hivyo pale KBC ilikuwa ni pahali pa kupeperusha. Ilikuwa ni tumenunua airtime ya kupeperusha vipindi vya Neno. Na katika kununua airtime ilikuwa bei ghali sana. Ndio. Enzi hizo. Ilikuwa bei ghali. Hata sasa bado ni bei ghali. Ndio. So ikabidi tupate sponsorship ya wale watu ambao wamejitoa kabisa. Ndio. Kuona ya kwamba kipindi cha Neno kimeenda hewani. Because of hizo expenses. Ndio. Kwa hivyo msikilizaji alikuwa anasikiza kipindi ni cha Neno program, kimetayarishwa na Transworld Radio, kimeletwa ama kimepeperushwa na KBC. Ndio. Na hiyo ilikanganya watu wengi. Nakumbuka kuna wakati mmoja dereva wa trailer alikuwa anabeba timba, miti hizo, mbao. Anatoa Zaire. Akileta hapa Kenya. Kule Kongo kule. Akileta huku Kenya, Nairobi. So akawa yeye ni msikilizaji wa kipindi cha Neno. Akawa anajua kipindi kinatoka KBC. Ndio. So siku moja akawa anatafuta hii KBC iko wapi. Akapata KBC pale town, Nairobi town. Ndio. Akaenda, akajieleza vizuri. Akaambiwa kipindi kinapeperushwa hapa. Ndio. Lakini watayarishaji kinatayarishwa kwingine, si hapa. Ndio. So akaenda tu hivyo. Safari nyingine alikuwa na safari kama 3 hivi. Akitafuta wapi hiki kipindi kinatayarishwa. Alikuwa anataka kukutana na watayarishaji wa kipindi hiki. Ndio. So akawa ametafuta, siku moja akapata mtu mzuri, akamwelekeza, akamwambia hawa watu ni wa Transworld Radio, na Transworld Radio wako pahali fulani. Ndio. Nenda hivi utafika pahali hivi, utapata Transworld Radio iko pale. Ndio. So akafanya hivyo na akaja kabisa, akakutana na mimi, alinipata nilikuwa niko studio. Ndio. So nikamalizia pale kwa studio. Kutoka nje tu hivi nikaambiwa niko na mgeni. Mgeni kutoka wapi? Mgeni kutoka Zaire, Kongo. Na alikuwa amebeba kitenge chake kizuri. Ametafuta kitenge aniletee. Ndio. Kuni zawadi. Nilishukuru kwa kazi nzuri ambayo tunafanya. Ndio. Kwa hivyo wengi walikanganywa, lakini pole wakakuja kujua ya kwamba kipindi watayarishaji ni wa Transworld Radio. Ndio. Kipindi kinapeperushwa wapi? KBC. Baada ya hapo Transworld Radio ikafanya application ya kutafuta frequencies. When the airtime ilikuwa liberalized. Transworld Radio pia ikawa wamoja wao ambao walitafuta frequencies wapate FM. So walipopata ndipo sasa wakachukua kile kipindi cha Neno wakipeleka wapi? Kwa FM stations zao. Hasa unapata saa hii utasikiza kipindi cha Neno hapa Voi. Utasikiza kipindi cha Neno Marsabit. Utasikiza kipindi cha Neno kwa Sifa FM Kakuma. Utasikiza kwa Sifa FM Lodwa. Utasikiza Sifa FM Samburu. Utasikiza Sifa FM Lamu. Na sehemu zote zile Transworld Radio ilipata frequency. Hapo utatupata. Alright. Tukisonga mbele, kipindi hiki cha Neno labda ulichukua muda gani kuhakikisha, manake naamini kwamba kwa sasa uzalishi hicho kipindi ama uproduce hicho kipindi, ulichukua muda gani kurekodi kuanzia kipindi cha kwanza hadi kipindi, nafikiri kuna zaidi ya 1000 vipindi 1000 ambavyo umevirekodi. Na experience labda ilikuwa vipi?
Oh my God, experience ilikuwa hata huwezi kuamini. Nikikwambia ilifika wakati ndio sasa ni kama lazima nijikumbushe ya kwamba hili ni neno la Mungu. Kwa sababu inakuwa ni mazoea. Ndio. Kwa hivyo hapo ndio tahadhari zile tulikuwa tumeambiwa ya kwamba itafika pahali utaona ni kama ni kazi tu unafanya. Ni kama unaamka asubuhi unaenda kazini unafanya unamaliza hivyo. Kwa sababu unarudia the same program. Na neno litaendelea. The same introduction, introducing the same ule msikilizaji mchungaji unamuintroduce kila siku. Nyimbo unatafuta unaweka. Unachoka. Hazingine uko mgonjwa lakini unajikokota tu. Neno lazima liendelee. Pengine kumenyesha, neno lazima liendelee. Kwa hivyo unajipata ya kwamba inakuwa ni mazoea. Na hiyo mazoea ilibidi wale wanatupatia backing, spiritual backing. Makanisa yetu walikuwa ni wanatuchunga. Wanatupatia ile making sure tunaenda refresher courses. Transworld Radio ilikuwa inatupeleka refresher courses. Saa zingine inatupeleka for workshops where tunakutana kama watayarishi wa vipindi vya neno kwa lugha tofauti. Tunakutana sote, tunakuwa na retreat. Yani zile ilibidi tukue refreshed. Kwa hivyo ile mazoea ilikuwa ni changamoto kubwa. Na unajipata unaona ni kama ni kazi tu unafanya. Inakuwa ni kitu cha kawaida. So unapitisha tu saa zingine na edit natoa maybe mchungaji alikohoa kidogo nitoe hiyo sehemu ambayo amekohoa. Pengine alipitisha scripts ikakuwa ni kama shuffles, tengeneza kelele fulani pale, nitoe hiyo kelele. Ama mchungaji alifika pale akajirudia, nitoe hiyo marudio ili kwetu alisema mara moja. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ngumu. Ilikuwa ni kazi ngumu. Hata wakati mmoja nakumbuka baada ya kutengeneza vipindi nikavichanganya na nikapata kupeleka kipindi ambacho kilikuwa na sauti yangu peke yangu. KBC. So alipoekelea kipindi ni sauti yako peke yako ikaisha. Ni sauti yangu ikatokea, nika-introduce mchungaji. Hakuna wimbo, hakuna signature tune. Nika-introduce mchungaji. Baada ya hapo wanangojea, wanasubiri, nini inaendelea? What is going on? Ndio. Kidogo ninafunga. Ninafunga kipindi ndio. So wakapiga simu wakasema kulikuwa na shida fulani. Sasa haikubidi ati hiyo simu hata mimi sikuipata. Hiyo siku nikitoka nilikuwa naenda kununua soda hapo karibu tu kwa kiosk. Msikilizaji wa hicho kipindi mwenye kiosk ambaye anakujua pia adanijua akaniuliza kwani leo kulikuwa na nini? Nini ilifanyika leo? Mbona kipindi hakikuenda hewani? Nikamwambia hakikuenda hewani namna gani? Akasema ilikuwa tu uliongea kidogo alafu ukanyamaza alafu hatukusikia neno. Kipindi mchungaji hakuja na kipindi kikaisha hivyo. Na tukapata samahani kutoka kwa ambaye alikuwa kwa studio pale KBC. Hapo mara moja ikagonga. Kuna kitu sikufanya. Na nikakumbuka lazima iwe ni ya kwamba nilipeleka sauti yangu peke yake. Sikupeleka the complete program. Ikawa ni shida. Na kipindi kimoja wakati huo kilikuwa kinatugharimu close to 50,000. Wakati huo 50 kipindi kimoja kuenda kwa dakika 30. Hizo dakika 30. Kwa hivyo hizo zikawa ni shilingi 50 zimeenda chini kwa maji kipindi kuenda hewani. Yes. Ilikuwa ni changamoto kubwa. Nikajibeba mimi mwenyewe nikaenda kwa mkurugenzi mkuu nikajishtaki.
kwamba kuna makosa imefanyika. Kuna makosa nimefanya. Ndio. Mkurugenzi mkuu the late Reverend Seruanga ndio akaniambia, wewe nenda uandike barua. Uandike barua ukisema vile unaniambia. Hii ya mdomo haitatosha hii. Haitatosha. Ndio. Nikaenda nikaandika barua. Akachukua barua na wakanijibu. So ili iwe funzo kwangu. Ilibidi nilipie hicho kipindi kimoja. Yes, nusu ya hizo pesa. 25,000. Wakati huo 25,000. Yes. Nilipe. Na nijicommit nitakuwa itakuwa inakatwa kwa mshahara wangu. Ndio. Kivipi? Naonyesha kwamba wewe ni binadamu, wakati mwingine unachoka. Sasa ikabidi utoke kwamba hichi si kipindi tu bali ni zaidi ya kipindi. Yes. Tuzungumze kuhusiana bado hicho kipindi cha neno litaendelea kabla tuende kuzungumzia masuala mengine. Hichi kipindi cha neno litaendelea kilikusaidia vipi kukua kiimani? Unajua ukipitia Biblia kila siku. Ndio, una daily basis. And hata kumbuka hichi kipindi kinachukua 5 years, miaka 5. Ulikuwa umeniuliza hapo awali. Ndio. Kipindi kinachukua miaka 5 kumaliza Biblia kutoka mwanzo hadi mwisho. 5 good years. 30 minutes every day, Monday to Friday. Ndio. Kwa miaka 5. Hapo utakuwa umemaliza Biblia. So ili kuchukua miaka 5 vile vile kutayarisha hichi kipindi? Yes. Goodness me. Kili kusaidia vipi sasa kukua kiimani sasa hichi kipindi? Maana ni Biblia hiyo umeisoma karibu yote. Si karibu, ni yote ndani ya miaka 5. Unasoma Biblia mpaka inakuwa ni kama ni kama si Biblia tena. Ndio. Kwa sababu unasoma na kuielewa. Na saa zile mchungaji anapitia, anahubiri, unarekodi, pia unasikiza. Unaona? Kweli kabisa. Saa zile una edit, unasikiza. The whole program. Unaanza mwanzo mpaka mwisho. Ndio. So ikabidi lazima tufundishe wachungaji jinsi ya kuedit. Ndio. So that wawe wana edit their own programs. It became too much. Manake kuanzia asubuhi ndio kazi ndio hiyo. Ilikuwa sasa imezidi. Ndio. Sasa ikawa ni one of the duties that I have to do ni kufundisha wale wachungaji wa kipindi cha neno ama kipindi chochote ambacho kinaenda hewani. Ndiyo. Na ni mchungaji ndio amekitayarisha. Lazima afundishwe production. Ndio. Kujirekodi na kujiedit. Ndio. Just that. Ili punguze ile mzigo vile vile. Because mzigo ilikuwa too much. Kando na hivyo ulikuwa na unapata saa zingine mchungaji alikuwa anapeleka kipindi mpaka 40 minutes. Lazima wewe na mimi nataka 22 minutes. Maximum of 22 minutes. Ndio. Sasa nichambue, ni edit mpaka it makes sense. Ndio sasa kirushwe hewani. So kile kusaidia sana katika upande wa kikanisaidia sana. Nikajifunza vitabu vingine ambavyo vilikuwa ni, unajua kwa Biblia kuna vitabu vingine. Ndio. Ukiwa tu ni wewe tu mwenyewe hata utavisoma. Lakini kwa kipindi cha neno inabidi tupitie kutoka mwanzo mpaka mwisho. So saa zile tunapitia, unapata kujifunza ni Mungu anasema nini katika vile vitabu ambavyo ni vigumu. Vile vitabu ambavyo kama Revelation ni kitabu kigumu sana kuelewa. Ndio. Na mara nyingi utapata kuna wachungaji wengine wanajua Biblia kabisa, watapitia na wapatiane kabisa message. But kuna wachungaji wengine wana skip zile vitabu ambavyo ni vigumu kuelewa. Ndio. Kwa hivyo kipindi cha neno kilikuwa kinasaidia mimi kujifunza kupitia zile vitabu, na wachungaji ambao wanasikiza pia wanapata kujifunza vitabu vile vigumu. Mungu, ujumbe wa Mungu unasemaje kupitia hivyo vitabu. Kitabu kama Song of Solomon. Songs of Solomon. Song of Solomon. Ndio. Unafikiria ni kitabu cha mapenzi, yani mapenzi moto.
but kuna message pale. Ndio. Kuna jinsi Mungu anasema kupitia kitabu cha Songs of Solomon. Tutoke hapo katika utayarishaji wa kipindi cha neno litaendelea. Nafikiri mwaka 2008 ulijipata hapa Voi katika kaunti ya Taita Taveta. Labda ulijipata vipi na kazi yako ilikuwa gani? Baada ya miaka 10 kungojea, Transworld Radio ilifanya application ya frequencies with the government of Kenya, CAK, Communications Authority of Kenya. Ndio. Na hiyo ilichukua miaka 10 ndio Mungu akajibu hiyo maombi. Na tukapata frequencies. Ndio. Na zilikuwa frequency 7. Kulikuwa na frequency ya Lodwar, Marsabit, Wajir, Garissa, Mandera, Lamu na wapi kwingine? Loyangalani bado. Zilikuwa 7, zilikuwa 6. Okay. Then the director wakati ule Bi Banis Daktari Banis Gatere akarudi kwa Communications Authority of Kenya aka request, tafadhali hizi frequencies mmenipatia ziko sehemu zile infrastructure uko ndani huko, hata jinsi ya kufika Marsabit peke yake ilikuwa sijini upande zile lori za ng'ombe ndio ufike Marsabit, uende siku 7. Yes. Ndio. So tafadhali mnipatie moja ambaye iko na pahali naweza kufika kwa urahisi nianze huduma, ndio nione sasa vile ninaendelea na hizi zingine. Hapo ndio sasa akapewa Sifa FM Voi. So Voi ikaja. Ndio. Na mimi nilikuwa naendelea tu na kazi zangu pale Transworld Radio, natayarisha vipindi, kipindi cha neno. Ikafika wakati sasa nikapewa cheo kingine cha kuangalia quality administrator wa vipindi vyote vya Transworld Radio kabla havijatoka Transworld Radio. Niwe nimevipitia, nimeangalia quality iko namna gani ndio vitoke. Ndio. Kwa hivyo nikafanya hivyo for 1 year. So during this time niko quality administrator, programs administrator. Ndio hii kazi ya Sifa FM ikaanza sasa kutayarisha kituo cha Sifa FM Voi. So ikatayarishwa, mimi niko tu pale kama one of the staff. Maombi kila siku, inatayarishwa, iko hivi, wamefika hapa. Then siku moja nikapata barua kutoka kwa mkurugenzi mkuu. Hiyo barua ilikuwa ina request kama ninaweza kuchukua hiyo challenge ya kuja kusimamia kituo cha Sifa FM. Kuanzishwa kwa kituo cha Sifa FM. Yes. Ndio. So nikamwambia wacha niombe na pia nijulishe jamii yangu, mume wangu pia apate kujua ili tuone itakuwa namna gani. So nikawajulisha na wakawa wako sawa na hilo na nikakubali. Ndio saa ikafika wakati wa kuja hapa Voi. Ndio. Nikatumwa Voi. Nikakuja Voi kuanzisha na watoto wangu. Ndio. Mume wangu wakati huo alikuwa ako nje ya nchi. Alikuwa anasoma. Ndio. Kwa hivyo ikawa si vigumu sana mimi na watoto wangu kutoka. Watoto bado alikuwa wadogo, alikuwa primary, junior primary school. Wa kwanza ndiye alikuwa secondary na akawa yuko boarding school. So ikakuwa si vigumu kutoka Nairobi kuja kuishi Voi na kuendelesha hii kazi hapa Voi. Kufika Voi, how was the challenge for you? Manake ulipewa hiyo changamoto ya kuja kuanzisha kituo cha Sifa FM, na si kituo cha radio tu, ni kituo cha Injili. The challenge ilikuwa ni kubwa. Ndio. Kwanza kumbuka Transworld Radio ilikuwa ni a production house. Ilikuwa ni kituo tu ambacho kinatayarisha vipindi tu, alafu vipelekwe kwa KBC ama radio station nyingine. Sasa hapa tumetoka katika kukua a production house,
tumekuwa sasa sisi ndio wapeperushaji. Live. Tumepewa frequencies zetu ndio. 24 hours tujaze na vipindi asubuhi mpaka kesho asubuhi. Kipindi radio ikuwe hewani live ndio. Kama possible live. So kukawa na changamoto jinsi gani tutajaza 24 hours every day for 7 days a week. Hiyo ilikuwa ni changamoto ya kwanza. Uitatue wewe sasa. Yes. Nipeane mwongozo. Na pia pesa zilikuwa ni finyu. Wale sponsors walikuwa ni pesa kidogo tu. Kwa hivyo hatungeweza kuajiri watu wengi. Ndio. Watusaidie ile kazi ya kupeperusha vipindi hewani. Ndio. Na kumbuka FM mara nyingi vipindi vingi ni live. Recorded programs ni chache. Tatarisha urushe tu hapo. Ni chache. Umepewa kituo uko unaweza kwenda live. Sasa ni changamoto vile tutabadilisha vipindi vyetu viwe live kutoka kwa pre-recorded. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Ndio. But Mungu ni Mungu. Alitusaidia. Alitupatia wafanyikazi. Nakumbuka the late Joram Mwalili. Ndio. Akawa tunafanya na yeye. Nakumbuka Sami Njenga. Tukawa tumeanza na yeye pale kituo. Ndio. Nakumbuka Lina Mwamachi. Tukawa tuko na yeye pale. Kulikuwa na mwingine wengi tu wengine wakaja. Wengine walikuja baadaye kina Mwamburi. Kina Geoffrey Mwamburi. Kina nikapata pia vijana wanatoka kwa vituo vya colleges wanataka attachment. Na katika ile attachment napata wengine wako sawa kabisa, wako chonjo. Wanaweza kusoma news, wasome taarifa hewani. Kwa hivyo nikawa ninatumia a lot of volunteers na interns na wale staff kidogo tu. Ni tunaendelesha matangazo. Na pia tukapartner pamoja na Scripture Mission. Kwa sababu tulikuwa pale, tulianzia pale Scripture Mission. So ikawa ni vipindi vinapeperishwa kule. Tuko na pre-recorded zile existing programs zile zilikuwa za Transworld Radio. Zilikuwa produced. Zikawa zimepata nafasi sasa. Hapo ndio sasa tukachukua kipindi cha neno pia tukaleta kule. Kwa hivyo kila siku kukawa na kipindi cha neno mchana. Alafu jioni tunafanya marudio. Naona. Ndio. So tukawa tunaendelea tu hivyo. Changamoto ingine ambayo ilikuwa ni kali sana ni technical challenges. Kuna wakati tulikuwa off air for 7 months. Miezi 7. Tumejaribu kila kitu iwezekanavyo. Sasa tukawa tumechukua CDs zinacheza muziki. Tukapeleka kule Vuria. Hasa ni tugeuze hizi CDs ikicheza 24 hours tena igeuzwe hivyo. Ikabidi tena sasa tuchukue vipindi tuweke kwa CDs tupeleke kule Vuria. Pali transmitter yetu iko 2300 meters above sea level pale Vuria. So ikawa ni hivyo. Na tena changamoto nyingine, kufika Vuria ilikuwa si mchezo. Kweli. Barabara ya kufika Vuria pale Mgange upande mlima mpaka juu ilikuwa haifikiki na gari. So gari zilikuwa zinajaribu zinafika sehemu fulani inabidi mtembee na miguu. So technical challenges zilikuwa nyingi. Tunanunua different equipment. Tunapata changamoto nyingi sana. Tukawa tunapata hata experts kutoka ngambo wanakuja kutusaidia. Experts within Kenya wanakuja kutusaidia. But kumbuka hii ilikuwa ni a Christian radio station. Kweli. Kwa hivyo changamoto tukawa ilikuwa ni tahadhari pia. Ya kwamba tutakumbana na changamoto zingine ambazo ni za ajabu zile ambazo wengine hawakumbani nazo. Hasa tukawa sisi tunakutana nazo. Na tukaendelea hivyo. Changamoto nyingine ilikuwa ni joto. Mimi mwenyewe joto hapa Voi. Kazi
mimi si Mtaita. Ndio. Hapa Voi ni mgeni. Ndio. Na hii joto ya Voi ikawa iko too much. Ndio. Watoto wangu ambao nilikuja nao wakawa it was too much. Ndio. Watoto wanatoa jasho wakiwa darasani, ni jasho. Yani mpaka watoto wangu wakaanza kuniuliza, mami, kwani ilikuwa ni lazima tukuje huko? Kwa nini ukatutoa kule? Ndio. Marafiki zetu tukawacha Nairobi, ukatuleta huku? Ndio. Hatujui mtu, hatuna marafiki. Ndio. Mimi mwenyewe sijui mtu, sina marafiki. Kanisa nianze kutafuta ni kanisa gani nitaanza kwenda. Nikaenda kanisa kadhaa. Halafu siku moja nikawa nimetembelea kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Ndio. Hapo nikasikia roho yangu imetulia. Ndio. The search came to an end pale Full Gospel Churches of Kenya. Ndio. So hapo ndio wakaanza kunikuza. Hasa hapo wakanipatia backing tena. Ndio. Kumbuka ile backing very important. Wakanipatia backing spiritually. Nikakuzwa, nikapata proper backing, nikapewa kazi ya kusaidiana pale kanisani. Ndio. Nikawa mkubwa director of media wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya Voi. Ndio. Na tukafanya mambo mazuri tu pale. Ya kwamba wakati ulipofika, ndio, ya kwamba nimepata cheo kingine sasa, ninaondoka Voi, ninarudi Nairobi. Hata mimi mwenyewe nilisikia vizuri, lakini tena I was sad. Tuzungumzie hapo baraka, ilikuwa ni mwaka 2015 kama sijakosea. Yes. Pata barua kwamba unawacha, na unajua ulikuwa na mtoto mdogo unachunga, unasema kwamba huyu mtoto nitachunga mpaka akue mtu mzima, afike 18, akiwa na ID nimwachilie. Lakini sasa hajafika 18, miaka ile ya kubalehe, unaambiwa sasa umwache uende usubamie watoto wengine 2 3. Labda ilikuwa vipi kupata mwaliko kama huo? Ilikuwa sawa, kwa sababu ilifika wakati, kumbuka hata sikumtaja Edgar Kalimbo. How can I forget Edgar Kalimbo? Tulianza kazi na yeye kule Scripture Mission pia. Na katika wale staff wote nilikuwa nafanya nao kazi. Mungu akanipatia wisdom ya kwamba hawa staff lazima niwakuze kiwango cha kwamba waweze kuwa wanaweza kusimamia kazi. Ndiposa nipate nafasi ya kwenda live. Kweli. La sivyo siwezi kwenda live. Siwezi kufanya chochote. Na hiyo si kiubinadamu huwezi kufanya kazi 24 hours every day for many years. Haiwezekani. So nikaanza kuwakuza wale vijana. Wametoka college, wengine walikuja attachment, na nafasi zikatokea, wakapewa zile nafasi. Nikaanza kuwakuza Osborn Munga, nikaanza kukuza Edmund Mwanjele, nikawakuza wote, kina Linda Akoth, na wakuza tu Lina Mwamachi na wakuza. So katika ile kuwakuza, nikawa pia ninaangalia leadership qualities katikati yao. So nikapata huyu Edgar, ninaona ni kama ana uongozi ndani yake. So nikaanza kumfunza more ya kwamba apate kujua more than what the rest of the other staff wanajua. So nikamfanya awe my number 2. My number 2. So yeye alafu naye alikuwa na moyo wa kujifunza. Akawa amechangamkia kazi kabisa. So amechangamkia, anajifunza. Wakati mwingine naona utoto uko ndani yake, namwambia Edgar, I'm training you how to be a manager. Inabidi umweleze. I looked at him squarely, namwambia I am training you how to manage a radio station. So naye pia tena anachangamka tena. Anachangamka. So hivyo nikawa sasa ninaweza kwenda live. Ninaweza kwenda workshops, shughuli zingine. Naweza kwenda nyumbani pale mimi natoka, tena nikarudi. Na akawa amechukulia ile kazi kabisa vizuri. Nika make sure amejua even how to make decisions, on what basis we make decisions. And
kutayarisha accounts, kutayarisha kazi tu zote Ndio. zile nilikuwa nafanya, nika make sure amejua na amejua vizuri. Hasa alipojua, Ndio. nikaanza tena kutafuta namba 3. Hasa pale nikapata Osborn Munga. Ndio. Hasa naye pia tunamfunza, mimi na Edgar tunamfunza, Ndio. so that ajue more than the rest. Manake kesho wewe na Edgar hamtakuwa. Sasa Edgar akitoka na Ndio. mimi siku, kukuwa Nani na mtu mwingine? anaweza kusimamia Kweli, kitu. Kweli. Hasa naye pia akachangamkia ile kazi. Ndio. Akawa yuko sawa. Very godly. Ndio. Anapenda Mungu, anapenda kazi yake. Tulikuwa wachache, but katika vile tulikuwa tunachangamkia hii kazi Kazi inaendelea. one would think tulikuwa wengi. So naye pia akajifunza.